Naam, ujambo na karibu mpenzi msikilizaji na hata mtazamaji wa BetCity FM, kituo kinachoaminika na kinachotambulika zaidi. Karibu kwenye mwanga wa BetCity FM saa 1 usiku. Jina langu ni Emmanuel Kirui. Nami ni Faith Mwaniki. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia ni kwamba miili 33 yafukuliwa kutoka kaburi la pamoja Kericho. Akiba ya mafuta nchini yatosha, asema Waziri Opiah Wandayi. Na Rais William Ruto atangaza ujenzi wa barabara kuu mpya ya Mombasa Nairobi. Gladys Wanga haoji kutojihusisha kwa kundi la Linda Wananchi na NDC ya ODM. Taarifa kamili. Sita FM, the voice of the jungle. Naam, timu ya mashirika mbalimbali ya serikali imefukua miili 33 kutoka kwa kaburi lililoshukiwa kuwa la pamoja katika makaburi ya Makaburini, kaunti ya Kericho. Tukio hilo lilizua maswali kuhusu mazingira ya mazishi hayo, huku mtaalamu wa serikali wa uchunguzi wa maiti Daktari Richard Njoroge alithibitisha kuwa miili 25 ni ya watoto huku 8 ikiwa ya watu wazima. Zoezi hilo la kufukua miili lilifanyika kufuatia amri ya mahakama iliyopatikana na maafisa wa upelelezi na mauaji baada ya kugunduliwa kwa kaburi hilo la siri. Awali, mamlaka zilikuwa zimeeleza kuwa miili 14 ilizikwa katika eneo hilo Ijumaa iliyopita, lakini matukio ya hivi punde yameongeza kwa kiasi kikubwa idadi hiyo. Na Waziri wa Nishati na Petroli Opiah Wandayi amepuuza hofu kwamba akiba ya mafuta nchini inapungua, akisisitiza kuwa Kenya ina akiba ya kutosha. Akizungumza na wanahabari leo, Wandayi alisema kuwa mnyororo wa usambazaji wa mafuta uko imara na akiba ya petroli iko katika kiwango kinachohitajika. Kwa mujibu wake, shirika la bomba la mafuta Kenya linahifadhi lita milioni 102 za petroli, lita milioni 146 za dizeli na lita milioni 157 za mafuta ya taa pamoja na mafuta ya ndege. Aidha, alibainisha kuwa meli inayobeba dizeli kwa sasa inapakua mafuta katika bandari ya Mombasa, huku meli nyingine zikitarajia kupakua jumla ya lita milioni 288 zaidi. Naam, kwingineko ni kwamba Rais William Ruto ametangaza kuwa serikali itatangaza hivi karibuni zabuni ya ujenzi wa barabara kuu mpya itakayounganisha Mombasa na Nairobi, ikiwa ni sehemu ya mpango mkubwa wa miundombinu unaolenga kuimarisha biashara ya kikanda na kukuza uchumi. Rais alisema kuwa barabara hiyo ni sehemu ya mpango mpana wa kujenga kilomita 2,800 za barabara mpya kote nchini. Huko akizungumza jijini Nairobi leo wakati wa mkutano wa kimataifa na nishati ya nyuklia, Ruto alisema miradi hiyo inatarajia kugharamia kati ya shilingi trilioni 1.3 hadi trilioni 1.9. Na kwa taarifa nyingine ni kwamba kiongozi wa ODM Gladys Wanga amehoji kwa nini kundi la Mwananchi linaepuka kuhudhuria mkutano wa taifa wa wajumbe yani NDC unaofanyika Ijumaa jijini Nairobi. Huku Wanga alisema ni dhihirisho la utata kwamba kundi lililoongozwa na katibu mkuu Edwin Sifuna lilitaka mkutano huo ufanyike kisha kutangaza badala yake mkutano wa kando. Aliongeza kuwa hatua hiyo inaishiria kutokuwa na maslahi ya chama moyoni. Na mkutano huo wa NDC ni ya kwanza kufanyika baada ya kifo cha mwanzilishi wa ODM Raila Odinga, ambapo wajumbe wanatarajiwa kupitisha azimio la kwanza mazungumzo na chama cha UDA kuhusu muungano kabla ya uchaguzi wa mwaka 2027. Na hizo ndizo habari za BetCity FM. Zidi kutazama kwa habari zaidi. Langu jina ni Faith Mwaniki. Na msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada ila kukutakia kila laheri. Endelea kutegea BetCity FM, kituo kinachoaminika na kinachotambulika zaidi. Jina langu ni Emmanuel Kirui. FM, the voice of the jungle.